yani katika vitu shetani alivyofanikiwa kutupiga hapa ni kuto kutambua Yesu ni nani kwenye maisha yako. Hapa ndio maana juzi nikasema kana haya makuku tunaletewa ya kula haya ya wiki 3, achana nao, uwe na akili. Wewe kuku mwenyewe unafikiri kile kilichoko pale ndicho kitakachoathiri maisha yako? Tunakula mboga za majani ili tupate virutubisho vinavyotokana na mboga za majani. Unakula yule kuku upate virutubisho gani kama si akili? Mgando tu, mgando. Ile neno limetoka kwa Bwana. Mnatengenezea sumu mnakula, na wewe unatengenezea watu sumu. Ni sawa mtu anauza bongo lakini hanywi bongo. Na wewe unafuga hayo makuku na wewe ule. Lakini sasa kwa sababu umekuwa maiti na wewe unatafuna tu. Wewe ndio msaliti Yesu na ndio muoa Yuda. Wala fikiri kama ni mchezo, ndio leta mauti kwa Yuda. Wewe ndekezana na pesa tu. Pesa isipokuwa na Bwana inakuletea mauti. Pesa isipokuwa na Bwana inakuletea mauti. Nisikilize, ninamjua huyu Mungu, ninamjua huyu Yesu, na amenipa akili ya kupambanua. Mbona mlikuwa mnaleta na tena tafadhali usialete yale mapepo hata kwenye sherehe zenu. Kule mwenyewe huko. Siniulie watu wangu hapa. Nenda peleka kwenye vipimo vya madaktari ikapimwe. Wewe acha kitimoto kitu gani? Mimi nimekuambia hivi, huko ambaye anabebwa kutoka Kibaha, amekaa kwenye pickup, umepo wote harufu yuko tu. Sasa wewe unabumia tu. Mimi nakwambia ningekuwa rais wa Tanzania, vitu ningepiga marufuku, na mienge ningepiga marufuku, ndio anatufanya tuwe mazezeka. Alafu Biblia inasema Mungu amekuja kutupa akili. Hiyo akili sio ya kujua kwamba hiki ni ile, hiki ni kile. Na walokole hizi na wachungaji naona mpaka wanatafuta mifupa. Nikasema Mungu, mimi nitakuwa mimi, sitakuwa wewe. Na ukinifananisha unafanya makosa. Unafanya makosa bwana. Unafanya makosa. Sana na wewe mwenyewe, usinifananishe na mimi. Swala la kwamba pesa gani? Pesa watu wanakufa, hawana akili. Tutazaliwa watu wana PhD lakini akili hawana. Kule bungeni akili hawana. Kwa sababu gani? Ya mikuku, wanakula mpaka mifupa. Wala sikini mzungu anaona kula mataka hayo. Sema amina. Hebu chakula kisiwe bwana kwa kuona bungia. Na maskini, hakuna mtu mbaya, hakuna mtu anaishi maisha magumu kama maskini. Maskini kwa sababu hali vitu anavyotaka kula. Chochote anachokiona yeye anabumia. Mwambie ndio pinga umaskini. Ule vitu unavyojiamulia. Sio ule vitu kwa sababu ya shida. Naye makuku mnakula kwa sababu ya shida. Ujumbe urushe kote duniani. Mikuku hii ni wazungu wanatutengenezea tuwe mazezeka kama yale makuku. Ili waje watuchukulie nchi yetu kirahisi. Peleka mpaka hata huko kwa mkuu wa nchi. Ili vitu visivyosaidia aweze kuvisitisha. Unasema sitisha na kitimoto. Wewe mwenyewe unafikiri kwamba shetani aliona wivu tu. Mimi nasemea vitu ambavyo ni teknolojia. Ndio alikuwa tangu zamani. Ndio makuku ya kisasa yalikuwa tangu zamani. Si teknolojia ya kukuoa. Maarifa. Eti pesa uipate kwa wiki 3. Wewe vipi wewe? Utuue kwa sababu unapata pesa. Kama serikali inaweza kukataza bongo na bangi, pia ikataze na haya makuku. Mimi ndiye nimepewa ufunuo. Wewe hujapewa, usiseme. Mimi ndiye nimepewa na nitausema kwa gharama zote. Kama ni biashara yako ife kwa jina la Yesu. Mungu atakupa biashara nyingine. Tuliacha mirungi
na kule Mirungi ilikuwa inalipa kwetu, serikali imekata yote na watu bado wanaishi. Watu walijenga majumba, walinunua magari na Mirungi imekatwa yote, lakini bado watu wanaishi. Mayai. Safadhali mayai zile yale magari yanataga mayai. Haya ya siku tano yanataga mayai. Safadhali mayai kidogo. Lakini haya ya siku nini ya wiki ngapi? Ngoja nisikilize. Kama haya mabroya yanataga mayai na yai yake usiku. Ni mimi nakuambia na ni neno kutoka kwa Bwana. Haiwezekani kuwa na akili lakini tusijue vitu vya kula na vitu visivyo vya kula. Si kila kitu kifacho kula. Lakini leo walikuwa na mifupa. Kuku wa kienyeji ukimpika kule nyumbani anayekula wadudu na majani. Ukimpika unasikia harufu huko. Mchuzi unausikiliza harufu huko. Unasema huyu ni kuku. Huyu ni uumbaji wa Mungu. Achana na mambo yaliyotengenezwa kwa akili za kibinadamu. Piga Yesu makofi. Unasikia huyu ni uumbaji wa Mungu. Huyu ni kuku wa Mungu. Ng'ombe wa kule nyumbani akipikwa, wewe mwenyewe unasikia harufu nzuri. Piga hapa. Yesu amekuja kuharibu vingine, biashara zingine aliharibu. Kama unapenda kutembea na mabwana wawili, utamwacha Yesu, tembea na hiyo. Hili ni neno kutoka kwa Bwana na lina ukweli. Eti kama sio tu, lakini walokole. Hiyo akili Yesu aliyosema nimekuja kuwapa akili. Maana akili mara kwanza ilipokea. Kama Mungu akakwambia usile kitu moto kuacha. Lakini umuulize kwa nini? Mimi nimemuuliza kwa nini, nikaambiwa kuku anatakiwa kutoka Kibaha kwenye pika kuku harufu. Unamtoa kwenye banda mpaka umsukume ili toka. Ni zezeta. Tutakuwa na watoto zezeta, mawaziri zezeta, wabunge zezeta, piga makofi na vigelegele, mainjinia zezeta. Waka ulisukume hivi. Angalia Bwana. Angalia wewe. Wewe unaiwakilisha mbingu kupitia Yesu. Watu wanataka waone mfano wako. Watu wanataka wajifunze habari za Mungu kupitia wewe, habari za uumbaji kupitia wewe. Yesu asifiwe. Nakwenda kumaliza somo, litaendelea lakini ngoja tumalizie hivi. Hebu soma kitabu cha Luka. Tuunganishe na hiyo, uweze kutumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Kitabu cha Luka, tukite hapo, maana tumemshakatazwa kwamba huwezi kutumikia mali na Mungu. Mheshimu Bwana kwa mali yako na malimbuko ya nini ya mazao yako, ndipo ghala zitakazokuwa zimejazwa na huyu Mungu. Unajua shida yetu, tunatumia akili zetu sana. Nimesoma, nina digrii. Mimi namjua ile Msukuma ameshishia la 7 anasema hivi ni hao madigrii yenu hayawafai. Wewe unakula mpaka makungu. Haya madigrii hayawafai. Sema nini? Kosa digrii za chuo kikuu, lakini uwe na digrii za kimungu. Mbingu itambue una digrii ngapi. Mbingu itambue una PhD ngapi. Piga Yesu makofi na vigelegele. Hizo ndio PhD zinaweza kukutambulisha kujua mema na mabaya. Mema na mabaya gonga. Hizo digrii zinazokupa kutambua mema na mabaya. Hiki nifanye, hiki nisifanye. Hiki nile, hiki nisile. Siogopi. Peleka kokote wewe. Alafu mtume kwenye comment. Tume kwenye mitandao. Roho Mtakatifu atawajibu wala sikujibu. Mungu atakujibu. Soma Luka